Tunamshukuru Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Jioni ya leo tunaendelea na neno letu la kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza, kwa wale ambao tulianza nao Injili kama alivyoandika Yohana sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5. Bwana Yesu apewe sifa. Tasoma mingi kidogo leo. Nasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Niende na 9. Kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija ulimwenguni. Na 14. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hebu msalimu mwenzako wa kulia na kushoto kwako, mwambie karibu nyumbani kwa Bwana. Omba achia moyo wako, leo kuna kitu kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tuko hapa kwa kitabu cha Injili ya Yohana. Sema hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa mwanzo, alikuwako mwanzo kwa Mungu. Kwa wale nilioanza nao siku ya Jumapili, kile kitabu cha Mwanzo akasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na ule mstari wa pili anasema mbingu na nchi zilipoumbwa zilikuwa na hali ya ukiwa na utupu. Na Biblia inasema Roho wa Bwana akatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Tukafundishana maana ambapo neno la Mungu alipo panaatamiwa na roho ya utupu na ukiwa. Mahali ambapo hapana neno la Mungu panaatamiwa. Nasema kuatamiwa. Hebu sema kuatamiwa. Kama vile kuku anavyoatamia mayai. Mahali ambapo hakuna neno la Mungu kuna kuatamiwa na uvuli wa giza na utupu. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ambapo kuna neno la Mungu, kuna Mungu, pana giza, pana utupu. Hali kadhalika mtu yeyote ambaye ndani yake kuna neno la Mungu, maanake huyo mtu ni mtupu. Kiroho ni mtupu. Huyo mtu ndani yake pana giza. Nasema hivi, mtu ambaye ndani yake hakuna neno la Mungu, huyo mtu moyoni ni mtupu. Nasema moyoni ni mtupu. Mtu wa ndani ni mtupu. Lakini sio utupu tu, kinaongezeka na kitu kingine. Ndani yake panakaa giza. Tunapofundisha habari ya mtu ambaye ndani yake kuna neno la Mungu, maana yake panakuwa na roho ya ukiwa. Kinaongezeka kitu kingine, ukiwa, utupu na giza. Mtu wa namna hii ambaye ndani yake pana utupu, pana nini? Roho ya utupu. Huko ndani hakuna kitu, ni kama debe tupu. Hakuna kitu huko ndani cha Mungu, hakuna neno la Mungu, hakuna nguvu ya Mungu huko ndani. Kama ni mtupu,
Mtu wa namna hiyo ndani yake inakuwepo roho ya ukiwa, na mahala penye ukiwa panaongezeka rafiki yake mwingine anaitwa giza. Mtumie lugha hii. Ni mtu pekee anaweza, ni mtu pekee aliumba kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu, anaweza kuishi katika ulimwengu mbili kwa wakati mmoja. Sema hivi, mtu pekee aliumbwa na kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu anaweza akaishi katika ulimwengu mbili kwa wakati mmoja. Hapo kafundisho kengine. Hebu sema kafundisho kengine. Unaweza ukaishi mwilini lakini pia ukaishi rohoni. Nasema hivi, waweza kuishi ulimwengu wa kimwili lakini pia ukaishi rohoni. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kukaa hizo sehemu, unaweza kukaa mwilini, ulimwengu wa kimwili, huu tunaouona wa damu na nyama, huu unaokula ugali unaitwa ulimwengu wa kimwili, mnaotazama kwa macho ya damu na nyama. Huko ulimwengu mwingine wa pili unaitwa wa kiroho. Unaweza ukawa unaishi mwilini lakini pia ukaishi katika ulimwengu wa kiroho. Ndiko kunakoongelea hiyo nuru, ndiko kunakoongelea utupu, ukiwa. Mungu alipomuumba mtu alimpulizia pumzi akawa nafsi hai, na ndio maana Biblia inasema mambo ya rohoni yanafasiriwa na watu wa rohoni. Watu wa tabia ya mwilini, watu wa tabia ya mwilini hawafahamu mambo ya rohoni. Mungu anasema, Mungu anasemaje? Kama una neno ndani yako ni mtupu, Mungu atasemaje na wewe? Uko ndani kopo tupu, obobo, kama mwanzi hakuna chochote. Hello. Tunapoongea ulimwengu wa kiroho, kule unakolala unaota ndoto, unaita ulimwengu wa kiroho. Unaweza kuwa ulimwengu wa kiroho wa nuru au ulimwengu wa giza. Kwa hiyo kama una Mungu, kama ndani yako kuna neno la Mungu, unaweza kuishi ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho kwa wakati mmoja. Kama ndani yako huna Mungu, unaweza kuishi ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa giza. Hivyo unanielewa ninachosema jioni ya leo? Nasema hivi, kama una Roho Mtakatifu unaweza kuishi ulimwengu wa kimwili na hapo hapo ukaishi ulimwengu wa kiroho. Unatembea lakini una network na mambo ya mbinguni. Tunakuona hapa, Roho Mtakatifu anakusemesha, Roho wa Mungu anaongea na wewe. Maana yake unaishi mwilini lakini pia unaishi katika ulimwengu wa kiroho, na ulimwengu wa kiroho una mawasiliano nao, na ni ulimwengu kama huu mwingine. Ndiko ninakofundisha nasema, na nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunachofundisha hapa. Kwa hiyo kama una cha Mungu ndani yako, maana yake unaishi katika ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa giza. Sasa na nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Kwa hiyo kama huna Mungu, huna neno ndani yako, maana yake unaishi ulimwengu upi? Wa giza. Hizi ni lugha za roho. Ulimwengu upi? Wa giza. Waishi lakini ulimwengu upi? Waishi wa giza. Hello. Waweza ukawa unatembea na Mungu akakusemesha vitu vingi kweli. Unatembea tu hivi na Mungu anakusemesha. Maana yake unaishi mwilini lakini hapo hapo huko katika wakati huo unaishi katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Tuna ulimwengu wa kiroho wa nuru na ulimwengu mwingine wa giza. Sasa huko ulimwengu wa kiroho wa nuru unakutana na neno la Mungu, utakutana na nguvu ya Roho Mtakatifu huko, utakutana na Mungu na Roho Mtakatifu na neno, maisha yako yanakuwa nuru. Ulimwengu mwingine wa giza utakutana na mapepo na mauti na nguvu ya giza yako huko. Sasa Yesu anapoingia ndani ya moyo wa mtu, neno linapoingia ndani ya moyo wa mtu, cha kwanza ilo neno likishaingia ndani kwako, ndani ya moyo wako, linakuwa kama taa, linakuwa nuru. Mambo ya gizani ndani ya moyo wako yanaondoka yenyewe, maana mfalme wa nuru ameingia kwako.
Haleluya. Sema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Mtu yote mwenye Mungu ni nuru. Mtu yote mwenye Yesu ni nuru. Hata nguvu ya giza haikuwezi. Hata inuke itakavyoinuka, nakwambia giza haliwezi likashindana na nuru mahala popote. Wewe ni nuru, tena nuru ya ulimwengu. Haleluya. Popote utakapokaa penye nuru, nuru na giza havikai chumba kimoja. Nuru na giza havikai sebule moja. Nuru na giza havikai kwenye chumba cha moyo wako. Nuru ikija, giza kwa heri. Wala giza niambia ufungua mlango, linaswi linapitiaga wapi? Unashangaa tu mwanga umekuepo. Kama unapokuepo mwanga kwenye sebule yako, hali kadhalika nuru ya Mungu, neno la Mungu kama nuru likiingia ndani ya moyo wako, ninakwambia magonjwa mengine yanafungasha, yanaenda yenyewe. Mapepo yanafungasha, yanaenda yenyewe. Maana kwao ni ulimwengu wa giza. Sasa umekuja ulimwengu mwingine, unasema hapa pana nuru, hapa pana uwepo wa Mungu, hapa pana nguvu ya Mungu, hapa panakaa utukufu wa Mungu. Maanake penye utukufu wa Mungu pana utendaji wa Mungu, pana nguvu ya Mungu. Giza linafungasha virago, linaondokaga lenyewe. Likiondoka linakusanya na ndugu zake, anaitwa mapepo na magonjwa. Safari wala uhitaji kuombewa. Nayo nuru yang'aa gizani. Bwana Yesu apewe sifa. Tuongea habari ya nuru. Tuongea habari ya nini? Nuru. Hata mtu ambaye ana Mungu ni giza totoro. Sawa. Hello. Mimi nimeombea watu. Unakuta mtu anakuja kwenye maombi, ukimwangalia na roho ya kufa kabisa. Ile roho ikimtoka na nuru ya uso inarudi. Nuru ya uso inarudi, maana yake uko moyoni kumeng'aa. Kuna mng'ao umeingia moyoni. Mtu ana mambo yanamsukasuka, moyo umeinama, unakuta amechakaa kama kababo kakabibia juza, kumbe ni matatizo. Nuru ikija, matatizo yakiondoka na moyo unakung'aa. Tunaipata wapi? Zaburi ya 43 mstari wa 5 unasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yangu na kufadhaika? Umtumaini Bwana, maana nitakuja kumsifu Bwana, yeye aliye afya ya uso wangu. Kwa hata kama unaponyaji, tunaanza kukufahamu kwenye uso wako. Kama kuna uponyaji ndani yako, tunakufahamu hapa usoni. Uso unaakisi mambo yaliyoko ndani ya moyo wako. Asema, nafsi yangu, kwa nini kuinama? Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Daudi anasemesha nafsi yake, kwa nini kuinama nafsi yangu? Nikwambia mtu ni nafsi. Nikwambia mtu ni nafsi. Haleluya. Nafsi yangu, kwa nini kuinama? Nafsi ya mtu inaweza ikainama kama unyasi huko ndani. Nafsi ya mtu ikiinama kwa ajili ya matatizo na magonjwa na mateso, na uso wa mtu unakunjamana. Nasema uso. Hebu sema uso. Hebu sema uso. Uso. Uso wako usikunjamane 2026 kwa jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Mchungaji atakonfirm hilo neno la Zaburi ya 43 mstari wa 5. Nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Mtu yote ambaye ana matatizo, ambaye anatamani roho ya ukiwa na utupu, moyo wake, msema moyo wake una tabia ya kuinama na kufadhaika. Ndani ya moyo wake ana amani, moyo na mahangaiko. Naongelea mahangaiko ya moyo. Mateso yanaweza kukupa mahangaiko ya moyo, mateso, magonjwa, tabu. Nafsi yako ikainama. Nafsi yako ikainama ndani yako. Zaburi ya 43 mstari wa 5. Zaburi ya 43 mstari wa 5, Biblia inasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu, aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tukubaliane, afya inaanzia wapi? Mtu mwenye afya tunamfahamu kupitia wapi? Nasema mtu mwenye afya tunamfahamu kupitia wapi? Na mtu mwenye huzuni? Na mtu mgonjwa? Yana maumivu yako huko ndani. Hata mtu mwenye uwaji tutakujua hapa. Hata mtu mwenye pepo, yasema mwenye pepo. Halo? Msininukuu vibaya, hebu mniangalie. Wale waliopitia hicho kipendi. Haleluya. Wewe unasema pepo uzinzi anakaaga wapi?
Mwacha mtu na watoto wako sebuleni. Macho ameshakuwa indicate tayari. Mapepo ameshika wapi? Kwenye macho bwana wewe. Anaongea kwa nini? Kwa macho. Kwa hiyo haya mapepo yako wapi? Kwenye macho. Na wanapatana kwa macho na kwenye sana na message inaenda, wakija amekauka ni watakatifu kabisa. Uwezi ukajua mpaka uwe na macho ya kiroho. Haleluya. Unajua ukitaka kumjua mtu mwenye Mungu wala usipate shida. Ngoja nikuongezee kitu kingine. Tunarudi hapa. Biblia inasema mti mwema. Hebu sema mti mwema. Utajulikana kwa matunda yake. Tutakujua, uwezi kuwa mparachichi ukatuzalia maembe. Tutakushangaa. Mti mwema utajulikana kwa matunda yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa naongea habari ya nafsi kuinama na kufadhaika ndani. Kwa nuru ya Mungu inapoingia ndani ya mtu, ule moyo wa mahangaiko unakoma. Nini kaingia Bwana wa uzima. Ule moyo ambao una mahangaiko ndani, Yesu akiingia, yale mahangaiko na mateso yenyewe nayo nuru yang'aa gizani, wala giza alikuiweza. Akatuongezea kitu kingine. Haleluya. Ndani ya huyo ndimo mlipokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya nini? Ndani ya neno. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Sema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Ndani ya neno. Hebu sema ndani ya neno. Hebu sema ndani ya neno. Hebu sema ndani ya neno kuna uzima. Ndani ya nini? Kuna uzima. Ndani ya neno likikaa ndani yako, naongea habari ya neno la Mungu ambaye ni Mungu, likikaa ndani yako linatengeneza uzima. Kwa hiyo kama ndani yako hakuna neno, kinatengenezeka nini? Uharibifu. Na ndani yake ndimo limokuwa uzima. Kwa hiyo tulikonfirm neno vizuri. Tukaja tusomee Yohana sura ya 15 mstari wa 7. Unasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtatendewa. Kwa kigezo kingine cha kujibiwa maombi, kigezo kingine cha kujibiwa, nasema akikufanyika chochote kilichofanyika pasipo neno. Sasa tunaongezea kipengele kingine hapo kwenye neno. Yohana 15 mstari wa 7. Yohana 15 mstari wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Amen. Hebu rudia tena. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Nyinyi mkikaa ndani yangu. Yaani sisi tukikaa ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yakakaa ndani yetu, tunaambiwa tuombe tutakachotaka tutatendewa. Kwa hiyo basi, hebu sema kwa hiyo basi. Kama Yesu haiko ndani yako au neno la Mungu haliko ndani yako, hata ukiomba uwezi ukapokea. Tunarudi kule roho ya ukiwa na utupu. Sasa mkikaa, hebu sema mkikaa. Hebu sema mkikaa ndani yangu. Tukikaa ndani yake, alafu na maneno ya Mungu yakakaa ndani yetu, naongea neno likakaa ndani. Neno la Mungu linafananishwa na chakula cha uzima. Haleluya. Neno la Mungu ni mkate wa uzima. Neno la Mungu likikaa ndani yetu, nasema neno la Mungu likikaa ndani yetu, humo ndani yetu, likikaa ndani ya moyo wetu, linatengeneza kitu kinachoitwa msuli. Hebu sema msuli. Unakuwa na msuli wa imani, unakuwa na msuli wa maombi. Chochote unachoomba unajibiwa. Kwa hiyo tukubaliane jioni ya leo, ndani yako kama hakuna neno la Mungu, uweze ukajibiwa maombi. Tutakuombea tu rafiki yangu, my friend. Huo muujiza utakaa siku mbili utaenda tu. Uko ndani siku na nini? Hilo ni chumba nilitupu. Kwa hata hiyo ndio likitupia umwalikai akaaje?
Wewe mwenyewe kwanza uliamini, sema mkikaa ndani yangu. Tunapewa kigezo cha kukaa ndani ya Yesu. Unajua, tungepata hii tukajifunza kukaa ndani ya Yesu, tusingeshughulika kuombea watu. Nyie ndio mngesaidia kuombea watu hapa. Nyie ndio mngekuwa wahuduma hapa, mnabandika watu mikono tu wanafunguka. Kwa sababu mko ndani ya Yesu, na maneno ya Yesu yakakaa ndani yenu. Hilo neno likikaa ndani yako, na kwambia rafiki yangu, asema hakikufanyika chochote pasipo huyo neno. Kwa ili kifanyike chochote, lazima neno liwepo ndani. Ili kifanyike cha kufanyika, ili kifanyike cha kufanyika, sema ili kifanyike cha kufanyika, au ili utendewe, lazima neno la Mungu likae ndani yako. Alisema maombi hapa, kasema neno likishakaa ndani, ukiomba unajibiwa. Kwa neno na maombi haviwezi kuachana. Si niende kwa naipi halafu mnielewe ni hivi. Hebu sema maombi ni nguvu. Tunalo neno. Hebu sema tunalo neno. Ili neno lifanye kazi, liwe na utendaji, neno linasukuma na nguvu ya maombi. Nasema hivi, ili neno liweze kufanya kazi, neno lipo tu, tunalisoma lipo tu, lakini hili neno lipate miguu ya kukimbia, lifanye kazi, linasukuma na nguvu ya maombi. Ndio maana wale tulikuwa nao mkesha hakuja kuingia mwaka mpya, ile Isaya 40 mstari wa 3 sasa, wangojao Bwana watapata nguvu mpya. Neno lipo tu, likipata nguvu mpya linasukuma, ule msukumo wa nguvu ya neno na maombi, linasukuma na matatizo yanaondoka, linasukuma na magonjwa yanaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Neno ambalo halina nguvu haliwezi likakusaidia. Hello. Amen. Haleluya. Amen. Maombi. Nasema hivi, maombi ni nguvu. Tunakuja kwenye maombi kuchukua nguvu, ili sukume, ili hiyo nguvu ilitendeshe neno la Mungu kazi. Hiyo nguvu ikiingia, kama ndani yako kuna neno, linasukuma, linaachia uponyaji, linasukuma, linaachia kufunguliwa, linasukuma kwako, linaachia baraka zako. Kwa hiyo neno, hebu sema neno. Hebu sema neno. Na nguvu ya maombi huwezi kuvitenganisha. Vitenganisho maharibikiwa. Tumerudi kwenye dini, tunakariri mistari ya Biblia. Hatuko kukariri mistari, tunafundisha namna ambavyo tunaweza tukaliishi neno la Mungu, alafu likasukuma na nguvu ya Roho Mtakatifu, Mungu akakutendea kwa namna ambayo siyo ya kawaida. Mafuta ya kulisababisha neno la Mungu liwake ndani yako, liwe taa, ni nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa wale wanawake, kile kitabu cha Mathayo 25, wale wanawake 10 waliomngoja bwana harusi, na kujazia tu, walitoa taa zao. Naongea habari ya taa, na wengine wakaenda na mafuta ya akiba. Taa zilipozima mafuta, zingine zikazimika. Wengine walikuwa, Biblia inasema 5 walikuwa na busara, wakachukua taa, wakachukua na mafuta ya akiba. Maana yake walijaa neno la Mungu, wakawa na maombi ya akiba. Ninakwambia rafiki yangu, jifunze kuomba mpaka maombi ya akiba. Kuna sehemu yatakufusha kwenye eneo gumu. Wale wengine wakati taa zao zinaisha mafuta, wale wakaongeza taa zao, wakaendelea kumngoja bwana harusi. Ninakwambia kuna mahali utasubiri na kusubiri, nguvu ikiisha. Kama ulikuwa na nguvu nyingine ya Mungu ya ziada, omba na maombi ya akiba. Omba na maombi ya akiba, yatakuvusha unapopita kwa jina la Yesu. Sasa una mtu wa kukusaidia. Wadada nasema tuongezeeni mafuta, hayatutoshi haya. Huu pako unanitosha mwenyewe tu hapa ninapopita rafiki yangu. Hii nguvu ninayopita inanitosha mwenyewe tu. Kama nendeni kwa wauzao. Walipotoka huko nyuma, bwana harusi akakabila kukubu. Wakaja hodi akaambia rafiki yangu, nafasi haiko. Kasoma Mathayo 25 anambia nafasi haiko. Bwana harusi kaja usiku wa manane. Ninakwambia rafiki yangu, jifunze kukesha kwenye maombi, ukitafuta na nguvu ya ziada ya kukuvusha hapo unapopita kwa jina la Yesu. Unasubiri mambo, alafu umeharibika, alafu unaenda kumwomba wenzako mafuta. Mwambie ni wewe.
Umeharibikiwa usiku wa manane mbele zako. Hebu itayabu weka katone tu. Nakwambia hata utabi umeanza kuungua. Saa ya matatizo ninakwambia kila mtu anapikika kivyake. Wewe hata hana muda wa kukuombea. Nakwambia naangalia nguvu inanitosha mwenyewe. Jifunze kuishi neno, upate nguvu ya kujaa, ujae na kufurika, ujae na kufurika, ujae na kufurika. Hata haya matatizo tusumbani nakwambia hata Bwana akija usiku wa manane, anakuta taa yako ina mafuta mengine ya ziada. Hata akichelewa nakwambia lakini umebeba na mafuta ya ziada. Ukani mwaka uko na nguvu ya ziada. Wakati wengine wanakwama katikati, wewe ufuke kwa jina la Yesu. Wakati wengine taa zao zinazimikia njiani, nakwambia kwako iwake mpaka usiku wa manane. Bwana harusi akija, uingie pamoja naye kwa jina la Yesu. Nguvu ya neno. Haleluya. Nayo kikaa ndani yangu. Sema mkikaa ndani yangu na maneno yangu akikaa ndani yenu. Tunaongezea vitu viwili. Tukikubali Yesu akae, tukae ndani ya Yesu. Tukae ndani ya nani? Ya Yesu. Alafu tuenda hatua nyingine ya pili. Turuhusu neno la Yesu likae ndani yetu. Kumbe neno likaa ndani yetu ndio inakuaje? Maana yake tunaliishi neno. Hebu sema tunaliishi neno. Hebu sema tunaliishi neno. Mwambie mwenzangu, maisha yako yawe ni neno. Ukijifunza kuliishi neno, jumlisha nguvu ya maombi, ninakwambia utapenya mahala ambapo wenzako hawapiti, utapenya. Nguvu ya nini? Neno, maombi. Kuliishi neno. Kuliishi nini? Kuliishi neno. Sasa ninyi mkikaa ndani yangu. Ni Yesu anaambia wanafunzi wake, nyinyi mkikubali kukaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, akaambia muombe. Mkiomba lolote Mungu atawatendea. Kwa hiyo tuna watu wengi wanaenda kwenye maombi na wanakuja kwenye maombi, ndani kuna Mungu, kuna neno la Mungu, kuna Mungu, halafu anataka kutendewa. Huwezi kumtenganisha Mungu na neno lake. Nasema huwezi kumtenganisha Mungu na nguvu yake. Haleluya. Amen. Ongea habari ya nguvu na neno, mkikaa ndani yangu. Anaongea habari ya kukaa ndani na maneno yake akikaa ndani yetu. Haleluya. Tukiomba, hebu sema tukiomba. Ukiona vitu vingine hatujibiwi, vitu vingine hatufanye nini? Hatujibiwi. Kuna vitu vingine hatujibiwi. Sangine hata wachawi wa watu. Sangine unawasikiliza sema hata kwenye nitazomea simu. Sema hapa tu naona nimelogwa, hujalogwa. Sangine unamtupia shetani na maongosha jumba baba, hata usiniangushe hapo mimi simu. Sasa wakati shetani asema hapo mimi simu. Yesu asema mkikaa ndani ya Yesu, alafu na maneno Yesu yakakaa ndani yetu, tuna kibali cha kuomba chochote. Chochote unamwomba Mungu anakutendea. Sasa Jumapili Bwana anasema hivi, kama mtu anayetaka kunywa maziwa lakini hamtaki ng'ombe. Sijasema nyama, nimesema maziwa. Nimesema nini? Maziwa. Unataka maziwa lakini ng'ombe umtaki. Zaburi ya 105 mstari wa 4 asema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana. Hebu sema mtakeni Bwana. Hebu sema mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Nimesema hivi, palipo na neno, nasema hakikufanyika chochote pasipo huyo neno. Ili kifanyike chochote, tunaambia tumtake Bwana na nguvu zake. Nikasema palipo na
Neno lipo. Neno lipo tu. Hebu sema neno lipo tu. Sasa ili litende kazi linahitaji nguvu. Tuapply nguvu kutoka mbinguni ije. Ili neno la Mungu liweze kufanya kazi ndani yangu na ndani yako. Neno lipo tu. Ili neno lifanye kazi, ili chochote kifanyike kupitia hilo neno, inahitajika pia pawepo na nguvu. Na Biblia inasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Tunaambiwa yeye ndiye neno. Neno limeshakuwepo. Ili lifanye kazi tunaambiwa tutake na nguvu. Kwa hiyo huwezi kumtenganisha Mungu na nguvu yake. Nasema hivi, huwezi kumtenganisha Yesu na nguvu yake. Tunasema mtakeni Yesu na nguvu zake. Hakuna namna ya kutenganisha utendaji wa Yesu na neno lake. Hakuna namna ya kutenganisha utendaji wa Yesu na nguvu zake. Hello. Naongea habari ya nguvu. Haleluya. Naongea habari ya nini? Hebu naomba samani baba. Sio heshima lakini naomba nitumie. Amekuja huyu, nimemshika. Si unaona? Nimemsukuma. Kilichotumika ni nini? Kilichotumika ni nini? Nguvu iliyotumika kumsukuma ni ya nani? Ya kwangu. Haleluya. Nikimsukuma kwa nguvu maana yake nimetumia nguvu kumsukuma. Sasa hapa katikati tunalo neno liko hapa. Ili likafanye kazi, lazima itoke nguvu kwa Mungu ili sukume hilo neno lije kwako likutane na matatizo yako. Mungu akubariki. Haleluya. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Sio na ngoja nikwambie rafiki yangu, mashujaa wote wa imani, wote tuliosoma kwenye Biblia, kina Gideoni, si kina nani, kina Samsoni, walijawa na vitu hivi, kina Nuhu, si kina Danieli. Ninakwambia walilijua neno wakatembea na nguvu ya Mungu. Hawa watu wanaojua neno, namna neno linavyofanya kazi na nguvu ya Mungu jumulisha imani, hawa watu sio wa kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Hawa watu sio wa kawaida. Watu unaweza siongei habari ya kulikariri neno ndani ya moyo wako. Nataka neno likae ndani ya moyo wako. Alafu ije na nguvu ya Mungu ndani ya moyo wako. Ile nguvu ilifanyishe neno la Mungu kazi. Ikilitendesha kazi, ninakwambia giza linaondoka lenyewe. Halitaweza kukaa. Unafikiri Yesu angetumia kwa kusema ninyi ni nuru ya ulimwengu? Yesu alifananisha aliyookoka na nuru ya ulimwengu. Sema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Maana anasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Haleluya. Kule sokoni uwe nuru. Kwenye shamba uwe nuru. Kwenye masomo yako uwe nuru. Yaani kupitia wewe wasiomjua Mungu amjue kupitia wewe. Namna ambavyo Mungu anafanya na kutenda ndani yako lionekane badiliko la tofauti na watu wengine. Si nimesema tunaishi katika ulimwengu mbili kwa wakati mmoja, tunaishi mwilini lakini tunaishi katika ulimwengu wa kiroho. Haleluya. Tunaishi mwilini lakini hapo hapo tupo katika ulimwengu wa kiroho. Na hii ndio inayotofautisha watu wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Ndio inaanza kuonekana tofauti hapo. Haleluya. Ile nguvu inafanya kazi ndani. Nguvu inafanya kazi wapi? Ndani ya mioyo yetu. Mtu mwenye Mungu, mtu mwenye nini? Ni nuru. Hata moyo wake una nuru. Hata nini? Kuna mtu anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Naongea habari ya nuru, nguvu ya nuru na neno. Ngoja mtukaje confirm neno. Macho ya mioyo yetu na yatiwe nuru. Ngoja tuangalie neno macho. Kwa hata macho ya kiroho yanakaa kwenye nini? Sisi tunafunza. Nimesema moyo. Hebu sema moyo. Sema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Maana yake kama hana nuru si ana giza. Yakitiwa nuru yataona sawa sana Mungu atakavyoona. Natamani 2026 uone sawa sana Mungu anavyoona. Utende sawa sana neno la Mungu linalotaka kwenye maisha yako. Nakwambia utakuwa sio mtu wa kawaida. Uishi sawa sana Mungu anavyotaka uishi. Uishi sawa sawa na neno. Ulitendee neno kazi. Ninakwambia hivi, mafanikio yatakuja yenyewe. Biblia inasema ukiomba kile unachoomba kitakuja yenyewe. Ninakwambia mlango wako kutoka mbinguni umefunguliwa. Mafanikio yako yatakuja yenyewe tu. Ulinzi utakuja wenyewe tu. Uponyaji utakuja wenyewe tu. Neema ya Mungu itakufuata yenyewe tu. Maana mbingu zako zimefunguka. Nguvu ya ushindi ikatoka mbinguni. 2026 Yesu akawafanya kuwa washindi kwa jina la Yesu. Pale ambapo mnashindwaga mkashinde kwa jina la Yesu. Waefeso sura ya 1 mstari wa 18.
Waefeso sura ya kwanza mstari wa 18. Biblia inasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Asema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kutazama mwito wa Mungu ulivyo na baraka na utajiri. Na kuambia wenye jicho la kiroho ndio wanaweza akaona mwito wa Mungu wa kuitwa na Mungu umebeba baraka na utajiri. Wakati wengine wakaona matatizo, macho yako ya kiroho yanaona na fursa ng'ambo ya pili. Macho yako ya kiroho yamefumbuliwa kwa jina la Yesu. Unaishi mwilini, hatuoni kwa haya macho ya damu na nyama, tunaona kwa jicho lingine la pili la kiroho kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu jifunze kusoma Biblia kwa macho mawili, macho ya mwilini na ya rohoni. Nasema neno la Mungu linahitaji kuangalia kwa macho ya mwilini na ya rohoni. Nasema hivi, ahadi ya Mungu inahitaji kuangalia kwa macho ya mwili na macho ya kiroho. Haleluya. Nasema Biblia inahitaji kuangalia kwa macho ya mwili na macho ya kiroho kwa jina la Yesu. Ukiangalia kwa macho ya kimwili huwezi kuielewa. Ukitazama Biblia kwa macho ya kimwili huwezi kuielewa. Mungu akuongezee na jicho lingine la kiroho. Ukisoma kwa jicho lingine la pili la kiroho, utaona kitu ambacho kiko ndani ambacho sicho cha kawaida. Utaona mwito wa Mungu ulivyo. Utaona mwito wa Mungu ulivyo. Mwito wa Mungu sio hauna majuto. Utaona mwito wa Mungu anaokuitia umebeba na tumaini, umebeba na roho ya mafanikio na baraka. Wakati wengine wanaona kushindwa, unaona mwito wa Mungu umebeba na baraka na utajiri. Unaona kwa jicho la pili la kiroho. Hello. Unaweza huu. Sitaki kusema lakini ngoja nikwambie ili kuongezea speed. Juzi inasema tu kama ushuhuda. Juzi tulikuwa kule mlimani. Tunaomba. Tukua timu ya watumishi wengi kidogo. Tunaomba kwa ajili ya hiyo site inayojengwa hapo. Mmoja kamili kanisa limejengwa. Saudi Arabia nimeambiwa kanisa limejengwa. Tukaendelea kumshukuru Mungu. Tunaendelea kuombea milango ya baraka ifunguliwe. Mmoja kaambia kanisa limejengwa. Tukaendelea kuomba, yule mtumishi hakuepo. Tukaenda siku ya pili, yule mtumishi hakuepo. Tukawa na mtumishi mwingine ambaye hakuepo. Mwingine kabisa akaja akaambiwa kanisa limejengwa hili. Jana nikapita usiku nikuta mama anaungurusha maombi mpaka saa 5 usiku. Na kuambia akanipigia mtu simu kaambia mchungaji chukua mifuko 50 ya simenti, mbingu imefunguka huko. Ninakwambia hivi. Halo? Yale maombi Mungu alisema amepiga mimi. Pamemulika tuna mifuko 50 ya simenti. Mfano 1500 hiyo. Sikutaka kusema, nataka nikwambie nguvu ya maombi ambayo inaweza ikafanya. Mungu akainua mtu sio alikomuinua. Bwana Yesu apewe sifa. Nakwambia, sikiliza, kilichosukuma yule mtu akatoa sementi nyingi namna hiyo. Nakwambia ni nguvu ya Mungu imeenda imesukuma moyo wake. Nakwambia aliposukuma akasema Mungu amelinda mwaka 2025. Ameniponya na magonjwa mengi. Sina cha kumpa Mungu. Nataka nijenge nyumba ya Mungu. Mahali ambapo watu watakutana na Mungu. Mungu anikumbuke na uzao wangu. Ni mzee, huyo mtu ni mzee kabisa. Kasema umri wangu mtu anakimbia miaka 70 ni mzee. Akamwambia nimejiangalia katika uzee wangu. Mwaka jana wamekufa wazee wangapi? Kwa nini Mungu ameniacha? Najua Mungu ameniacha nimzalie matunda. Bwana ameniacha na matendo na mimi. Tena akaniambia hata pesa yangu ni ya Mungu na nguvu nilionayo ni ya Mungu. Hata mimi kuishi kwangu ni Kristo. Ninakwambia ukitembea na Mungu, hata kama una mkono wa birika utanyooka tu. Mikono abilika nyoka kwa jina la Yesu. Mikono abilika nyoka kwa jina la Yesu. Yesu unajua utakanga kutoka mkono kako hivi. Alafu wale ambao mkono huko hivi. Sasa kupokea ananyosha kabisa. Unanyooshaje na ukuwekeza rafiki? Shabana wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nasema haleluya. Naongea namna ambavyo neno la Mungu linaweza likafika, likasukumwa na nguvu ya utendaji. Mungu akaja akakuonekania. Haleluya. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Halo? Naongea swala la kumtaka Mungu. Wewe unataka Mungu akutendee, unamtaka Mungu na utendaji wake. Huyu mstari unasema mtakeni Bwana na nguvu zake. Hebu sema mtakeni Bwana. Sema mtakeni Bwana
Sema mtakeni Bwana na nguvu zake. Una namna ambavyo unaweza kumtenganisha Mungu na utendaji wake. Utendaji wa Mungu, neno la Mungu linaenda na nguvu ya utendaji. Una namna ambavyo unaweza kumtenga Yesu na nguvu yake ya utendaji. Una namna ambavyo unamtenga Roho Mtakatifu na nguvu yake ya utendaji. Hivi vitu vinaendaga pamoja. Ukikuta neno liko peke yake, ninakwambia neno ambalo liko peke yake haliwezi likaponya. Neno ambalo halina nguvu inayolisukuma haliwezi likafungua mtu. Naomba upokee nguvu ya Roho Mtakatifu ili sukume hilo neno, ili tendeshe kazi hilo neno, ili Mungu aende afanye kitu ndani ya maisha yako. Nasema nguvu. Hebu sema nguvu. Siongelee nguvu ya kula makande. Haleluya. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu. Wenye nguvu sio watu wa kawaida. Watu ambao wanatembea na neno ndani ya moyo wao, likajawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Hawa watu sio wa kawaida, rafiki yangu. Kutenda kwao sio kwa kawaida. Nasema kutenda kwao sio kwa kawaida. Lakini Bwana na nguvu zake. Na huko Efeso 1:18 sema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Hebu sema yatiwe nuru. Hebu sema yatiwe nuru. Yaani kinachotiwa nuru maana yake ni giza. Na kuambia kama alipofusha macho yako usione, macho yako ya kiroho yatiwe nuru. Macho yako roho yakitiwa nuru, utaona tofauti na wenzako wanavyoona. Mara wenzako wanaona hakuna kitu, mara wenzako wanaona kuna kushindwa. Macho ya Mungu yatakuonyesha, utaona kama Mungu anavyoona, utaona kuna fursa. Mara ambapo wengine wanaona hakuna kupita, mtu mwenye jicho lingine la pili anajua kuna mlango wa kupita. Haleluya. Uona kama Mungu anavyoona. Ona kama Mungu anavyoona. Macho, anaongea macho ya mioyo yenu. Kwa nini nasema macho ya usoni? Kwa hiyo unaishi katika mwili. Kwa wakati mmoja unaishi katika ulimwengu wa kiroho. Unaishi katika ulimwengu mbili tofauti. Unaishi ulimwengu wa kimwili na hapo hapo unaishi rohoni. Unaishi katika ulimwengu unakula matonge, lakini ulimwengu wa ndani, ulimwengu wa rohoni, nafsi unaishi. Na hiyo nafsi lazima iwe na mawasiliano na Mungu. Kuanzia asubuhi tamani Mungu aseme na wewe, ukilala Mungu aseme na wewe. Hata kama unakoroma, lakini unaweza ukawa unakoroma na huko unaendelea kuomba ndani. Haleluya. Umelala nje lakini moyoni hujalala. Tunalojua fundisha. Ndio. Bona vile mtu akifa inakuaje? Kile cha Mungu alichopulizia ndio kinachotoka. Mungu akamuumba mtu akampulizia akawa nafsi hai. Kule ndiko wachawi wanakovuruga na mapepo na mauti na mamikosi, kule ndiko kunakovuruga. Ndiko kunakoambiwa kuwe na macho ya rohoni, kutiwe nuru. Haleluya. Macho ya mioyo yenu. Hebu sema macho ya mioyo. Mwambie zako hivi, ulikuwa unajua kama macho ana moyo? Mwambie naongea na wewe. Hivi ulijua kama macho nayo, mwambie ulijua kama moyo una macho? Mwambie ukitoka hapa jifunze kuombea macho yako ya mtu wa ndani. Haleluya. Yatiwe nuru. Sema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Haleluya. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mpate kutazama. Kumbe yakitiwa nuru mnatazama. Yasipotiwa nuru huwezi ukatazama. Mpate kuona. Mpate kuona. Upate kuona nini? Kama Mungu anavyoona. Haleluya. Mpate kuona mwito wa Mungu ulivyo. Wanaweza kuona mwito wa Mungu ulivyo ni wenye jicho la kiroho tu. Wanaweza kuona hapa pana baraka, hapa pana ushindi, hapa kuna kuvuka, ni wenye jicho la kiroho tu, ambao jicho lao limetiwa nuru. Haleluya. Wanaweza akaona mwito wa Bwana. Wanaweza akaona wakati wenzako wanaona kuna kushindwa, na kwambia unaweza ukaona kuna kuvuka. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nilikuwa na mtu mmoja namwambia leo, wakati nasoma 2019 niko chuo cha theolojia. Kule chuoni kuna wanafunzi tulizuiwa. Tukamwambia mtaisha diploma. Tukua ngapi? Anambia nyinyi kwa chuo kwa utaratibu wenu hamruhusi kwenda degree. Tukamwambia mko 1 2 3. Nyinyi mnaisha semester ya ngapi? Hamtaendelea na usomi. Sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi nilikuwa mmoja wapo ambao natakiwa wasiendelee. Haleluya. Nikaambia kwa vigezo vya chuo siruhusi kusoma degree.
Kanuni za dunia, elimu ndio inayoruhusiwa kwenda degree. Wewe unaisha diploma tu. Nikasema haina shida, cha msingi nimekuja chuo. Lakini mimi nikamwambia Mungu, nataka nisome mpaka degree. Wanasema wanakuwa na kusomaga, wakute elimu kwenye elimu tuko bomba na upako tuko bomba ili tumtandike shetani. Wanasema wanaweza randarabo siki wanajua kukemea mapepo tu, shule hawapenda. Nataka hapa kichwani niwe vizuri na huku moyoni niwe vizuri. Angalau Mungu nataka nisome angalau nipate angalau degree moja ya theolojia. Haleluya. Nikaja nikakaa na waombaji. Nikamwambia mimi nimeambiwa naisha diploma. Ndio alichoniambia, tukaomba. Mama mmoja akaambia umefaulu kuliko wanafunzi wote. Nikaenda ile tu aliyosemesha ile jambo, nikaenda nikatoa sadaka. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu sema siku. Ndio tunaenda kufanya mtihani wa mwisho wa semester ya mwisho. Wa diploma tuache, tuishie hapo, watakaofaulu waende degree. Hebu sema usiku. Jicho la kiroho likatiwa nuru. Nikaamshwa nikaambiwa amka. Soma topic hii na hii na hii na hii na hii na hii. Majibu ya mtihani yanatoka hapo. Nikaamka nikasoma. Ilikuwa ni topic inahusu mambo ya ufugaji wa kuku na chanjo ya mifugo. Sasa mimi nisoma degree ya theolojia na maendeleo ya jamii. Ile topic inahusu mambo ya chanjo ya mifugo, sijui na nini. Nikaambia soma hii topic, nikaamka nikakaa nikasoma. Nikaanza kuandika namna hii. Nikainua simu nikatafuta mchungaji mwenzangu. Halo. Nikapiga simu inaenda saa 9 usiku. Sasa, baba mtumishi, kama mtihani umefuja. Mbingu imetuletea majibu. Mbingu imefunua majibu yamekuja. Soma sehemu fulani. Mtihani utatoka sehemu fulani, soma. Ninakwambia akaamka akasoma. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu sema asubuhi. Nikaenda, nikaoga ile siku mapema nikawasha gari. Fika chuoni nikapaki gari. Haleluya. Nikakaa. Tukaingia kwenye mtihani saa 2. Naangalia ile pepa. Swali la kwanza mpaka la 40 ni yale aliyosoma. Alafu swali moja lina maksi 2. Nikasikia posikilia pasanta. Nasikia kaka huko ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Nasikia kumbe Roho Mtakatifu huko. Mungu na nguvu namna hii. Kumbe Mungu na nguvu namna hii. Huko ndio Mungu na nguvu namna hii. Wewe bwana wewe. Nikashuka jaza. Tulipewa masaa mawili ile mtihani. Nusu saa nikapeleka mtihani. Nikatoka nikaenda kukaa kwenye gari. Hivi ngombe kilichotokea. Wale wanafunzi tuliosoma nao. Nilikuwa mwanafunzi wa kwanza mkoa wa campus ya Tanga. Jina linakuja nakuwa kupewa kwanza ongera kusoma degree. Na nilisoma na nikatoboa kwa jina la Yesu. Ninakwambia hivi, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekutia nguvu. Pale unapoonekana mnyonge, Bwana atakutia nguvu. Usicheze na mahali ambapo pana nguvu ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Ungejuaje mtihani inavyolindwa? Hebu sema mtihani inavyolindwa. Inalindwa mpaka sisi nafungiwa wapi ndi. Roho Mtakatifu akaponya ndi. Akabeba akapakua akaniletea. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeona mara 2. Kuna shule fulani pale ilikuwa naiombea. Wanafanya mtihani. Nikaenda kuombea wanafunzi. Mwanafunzi mmoja akaota mtihani utakuwa 1, 2, 3. Ni siku 4 kabla. Nikamwambia soma hapa. Alikuwa baba, yale nilichosoma kimetoka pale nilivyoota. Ninakwambia hata yale mambo ambayo yamefungwa ya siri, Mungu anaweza akayafunua. Macho yako ya roho yakatiwa nuru. Yale mambo ambayo yamefichwa kabisa, Mungu anaweza akayafunua kwenye maisha yako. Halo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Tulipomaliza, siku moja mwalimu akaniambia, hivi nani aliyekwambiaga ule mtihani? Akaniambia, wewe unamwamini Roho Mtakatifu? Au unatufundisha tu hapa wewe? Na usinipeleke huko. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema hivi, hilo jambo ambalo watu wanaona halina majibu, ukitaka nguvu ya Mungu ikija kwako, itakuja na majibu ya shida yako. Itakuja na majibu umefungiwa wapi na utafunguliwaje. Mara fulani Mungu akamwambia Yeremia, unaona nini?
Yeremia unaona nini? Yeremia akasema ninaona ufito wa mlonzi. Mungu akamwambia umetazama vema, maana hata mimi naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Mungu anakuuliza unaona nini? Mungu anaenda kwa Yeremia, ambia Yeremia unaona nini? Na kuuliza 2026 unaona nini? Unaona kushindwa au unaona ushindi? Unaona magonjwa au unaona kufa? 26 unaona nini? Mungu akamfuata Yeremia, akamwambia Yeremia unaona nini? Naomba nikwambie leo Yeremia moja ngapi hapo? Mungu ambaye Yeremia unaona nini? Sema naona ufito wa mlonzi. Mungu akamwambia umetazama vema, na kuombea na wewe utazame kama Mungu anavyoona. Uwe na jicho lingine la pili uone kama Mungu anavyoona. Mungu anamuuliza Yeremia, hivi Yeremia unaona kama ninavyoona hapa? Mungu anaenda mbele, Yeremia unaona kama ninaona hapa? Yeremia anaona ufito, akamwambia umeona ufito, lakini mimi nimeliangalia neno langu ipate kulitimiza. Halo. Haleluya. Sura ya kwanza, Yeremia sura ya kwanza mstari wa 11 na wa 12. Biblia inasema, tena neno la Bwana lilinijia kusema, Yeremia waona nini? Nikasema naona ufito wa mlozi. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Amen. Unasikia? Kilichosema ni nini? Neno la Bwana likamjia Yeremia. Kilichosema neno, sikwambia neno ni Mungu. Neno linamjia Yeremia, Yeremia unaona nini? Neno la Bwana likamjia Yeremia, unaona nini? Na neno la Bwana linakujia jioni leo, nakwambia unaona nini? Neno linamjia Yeremia, Yeremia unaona nini? Neno la Bwana likamjia Yeremia kama unaona nini Yeremia? Nafundisha habari ya nguvu ya neno. Haleluya. Nafundisha nini? Nguvu ya neno. Likaa na neno. Neno likakaa kwako. Na nguvu ya Mungu. Halo. Kule anaambia macho ya mioyo yatiwe nuru. Hapa kule anasema macho ya mioyo, kule Efeso anasema macho ya mioyo yatiwe nuru. Na hapa anakuja kwa Yeremia, ambia Yeremia unaona nini? Anaambia unaona ni mwenye macho. Anaambia Yeremia unaona nini? Mwambie zako unaona nini 26? Unaona nini? Neno la Bwana likamjia Yeremia kumwambia Yeremia unaona nini? Yeremia kaona, akamwambia ninaona ufito wa mlonzi. Yeremia aliona ufito wa mlonzi. Mungu akamwambia ni vema umeona ufito wa mlonzi, lakini Mungu akamwambia analiangalia neno lake apate kulitimiza. Lile neno liloatilio kwenye maisha yako, Mungu analiangalia apate kulitimiza, lije na majibu ya shida zako, lije na uponyaji wako. Hilo neno Mungu analiangalia. Hilo ni neno ambalo Mungu ameliachilia kwako, analiangalia limebeba majibu ya shida yako, limebeba afya yako, hilo neno limebeba kesho yako. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona nini? Mwambie zako unaona nini? Nasema mwambie zako unaona nini? Haleluya. Unaona nini? Hilo ni swali mtu aliulizwa. Unaona nini? Na Mungu anaweza akaja akwambia unaona nini? Nimesema wanaoulizwa hivi ni wenye macho ya rohoni. Haleluya. Uweze kuulizwa swali la namna hii kama uko mwilini unakula ugali mzee Muhinda. Utaacha hapo na maboga yako na maviazi matamu hapo. Haleluya. Wenye macho ya rohoni. Mungu anasema hii biashara unaionaje? Sasa huu mwaka ni mgumu, hatuna mwelekeo. Nakwambia kwenye Yesu mwaka una mwelekeo. Unasema hata sielewi. Wenye Yesu wataelewa tu. Umebeba majibu yako. Halo. Halo. Haleluya. Unaona nini? Mungu anamuuliza unaona. Haya maswali Mungu anaweza akaja akakuuliza unaona nini? Unaona nini? Mungu anakuuliza unaona nini? Kuna watu kuanzia mwaka umeanza, kuanzia mwaka jana ni wa kushindwa tu. Wewe unaona nguvu za giza tu. Unaona kulogwa tu. Angalia upande wa pili, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekutia nguvu. Ukikaa na Yesu na neno lake likakaa ndani yako, na nguvu ya Mungu utashinda tu. Na kuambia kama palikuwa hapatoboke hapo patatoboka, utapita kwa jina la Yesu. Siishi maisha ya kushindwa tu bwana. Naongea na washindi hapa kwa jina la Yesu. Naongea na washindi hapa. Naongea na washindi hapa. Hebu piga makofi, nyinyi ni washindi hapa. Haleluya. Sasa tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetutia nguvu. Tunashinda. Tunashinda. Halo. Tunashinda. Tunafanyaje?
tunashinda. Hebu sema tunashinda. Hebu sema tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetutia nguvu. Kama ulikata tamaa, Mungu atakutia nguvu, utavuka tu, utapashinda. Nakwambia kama uliishiwa nguvu, Bwana atakutia nguvu, utavuka tu kwa jina la Yesu. Halo, tunashinda, tuwashindi na zaidi. Hebu sema na zaidi. Warumi anasema tunashinda na zaidi ya kushinda. Yaani tunashinda na zaidi ya kushinda. Hebu sema kwa yeye. Hebu sema kwa yeye aliyetutia nguvu. Nakwambia hivi, nguvu ya Mungu ikija itakutia nguvu. Si unakwamiaga wapi? Si unashindiwaga wapi? Halo. Haleluya. Mungu anambia Yeremia, unaona nini? Yeremia, unaona nini? Unaona nini wewe? Unaona nini kwenye ndoa yako? Unaona nini kwenye masomo yako? Unaona nini kwenye ndoto yako ya kwenda chuo kikuu? Unaona nini? Unaona kusoma hakuna ajira, ukisoma ya kwako itakuwepo kwa jina la Yesu. Sema, sikiza, anasoma hata kazi hawapati, nakwambia kwako ipo kwa jina la Yesu. Uweze ukasomesha kwa gharama, nakwambia kusoma kwa gharama, na malango yako mtoto wako atafunguka kwa jina la Yesu. Kaa tu vizuri na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwenzako anaona ufito mlonzi, na Mungu analiangalia neno lake alilokuahidia apate kulitimiza. Mkikaa ndani yangu. Haleluya. Mkikaa ndani yangu. Yohana 15:7, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo mtatendewa. Kwa hiyo kama wale mtanasema vigezo, sema vigezo na masharti. Sema vigezo vya kutendewa ni kukaa ndani ya Yesu. Kigezo cha pili, sema kigezo cha pili, neno la Mungu likikaa ndani yako, linakuja linakutengenezea macho ya kiroho. Sema macho yenu ya roho yatiwe nuru. Macho yenu ya roho yatiwe nuru. Macho yenu ya roho yatiwe nuru. Haleluya. Yakitiwa nuru, utaona sana sana Mungu anavyoona. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Halo. Unajua, hebu nisikilize. Mwambie hapo. Mwambie unaniona? Mwambie unaniona? Mwambie mimi sio mtu wa kawaida. Na mbingu najua mimi sio mtu wa kawaida. Shida tu hujajitambua. Mwambie shida tu hujajitambua ni nani mbele za Mungu. Tatizo lako hujajifahamu wewe ni nani. Ukijifahamu wewe ni nani, hata wakikuvunja moyo. Mimi sio niambia siwezi kufika kiwango kinacho, mbona nimefika? Mimi nimeambiwa. Haleluya. Ambia wewe naishia hapa sasa. Wewe umesema na mbingu inasemaje? Uvuki hapa, nasema wewe unaniambia sivuki, lakini mimi kiu yangu ni kuvuka na kwenda zaidi kwa jina la Yesu. Pale ambapo nakwambia asili yako na mjawahi kuvuka hapa, ninakwambia utapavuka, utatenda makuu kwa jina la Yesu. Haleluya. Wamekuchorea mpaka maisha yako uweze ukavuka hapa. Baba yako wakuvuka hapa. Babu yako wakuvuka hapa. Furukuta lakini hapa upiti. Ninakwambia hata kama walichora mistari kwenu usivuke 26, Bwana atavunja huo mpaka, atakuvusha kwa jina la Yesu. Haleluya. Yeremia, unaona nini? Ni maswali Mungu anaweza kumuuliza mtu mwenye macho ya kiroho na mtu mwenye cha Mungu. Ayubu story. Adamu akamwambia, Adamu uko wapi? Ili somo tutaendelea. Adamu uko wapi? Kama hayo maswali unaweza kuulizwa, unaona nini? Uko wapi? Sasa Mungu anataka kufanya jambo na wewe. Tarajia kuulizwa maswali, uko wapi? Unaona nini? Unafanya nini? Waliulizwa watumishi wengine, unafanya nini hapa? Unaona nini? Uko wapi? Ukiona unauliza uko wapi, mbingu inakutafuta. Nakwambia kama ulipoteaga, Yesu na akutafuta akuulize uko wapi, ili jioni ya kupunga akae na wewe, akurudisha kunako nafasi yako kwa jina la Yesu. Uko wapi? Unaona nini? Unafanya nini? Uko wapi? Unafanya nini? Unaona nini?
Haleluya. Uko wapi? Unaona nini? Mungu alimtazamisha Yeremia. Yeremia aone. Hebu sema Yeremia aone. Mungu anataka Yeremia aone kama Mungu anavyoona. Lakini sasa mimi naona ufito mlonzi bwana. Akamwambia na Mungu akamwambia na mimi najiangalia neno langu nipate kulitimiza. Haleluya. Na maana fulani anasema Mungu ulituma neno lake likapate kuwaponya watu. Haleluya. Mtukaji atakonfirm hiyo. Mungu ulituma neno lake likapate kuwaponya watu. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Bwana analituma neno. Mungu akitaka kukuponya anakutumia neno. Hata kutumia maombi wewe. Akikutumia neno likikaa likisha kuja linasukuma na nguvu ya maombi unapokea uponyaji. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ulituma neno lake likapate kuwaponya watu. Likapate kuwaponya watu na kuwatoa. Hebu sema na kuwatoa. Hebu sema na kuwatoa katika hali ya kuangamia. Mahali ambapo neno la Mungu limekuja, linakuja na kitu kinachoitwa maarifa ya kuwatoa watu wa Mungu kwenye eneo la kuangamia. Jioni ya leo acha neno la Bwana lije likutoe hapo ambapo uko katika hali ya kuangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Ulituma neno lake likapate kuwaponya watu na kuwatoa. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Zaburi ya 107 mstari wa 20. Hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Amen. Neno linatuma, huwaponya, huwatoa katika maangamizo. Kwa hiyo mahali ambapo neno la Mungu linakuja, nasema mahali ambapo neno la Mungu linakuja kuwatoa. Hebu sema kuwatoa na kuwaponya. Anasema kuangamizo. Hapo neno linapokuja kukutoa maana yake kuna roho ya kukuangamiza. Yesu anakuja kama neno anakutoa hapo. Unaona kazi ya neno? Unaona kazi ya nini? Neno linapotumwa. Na Yeremia anasema Bwana analiangalia neno lake analolituma ili apate kulitimiza. Ukitumiwa neno likija lidake, limebeba uponyaji wako na kukutoa. Hebu sema na kukutoa. Mahala popote ambapo neno linatumwa halirudi bure. Basi neno lake ni kama mvua. Mchungaji atakonfirm saa 50 na kitu. Neno lake ni kama mvua itokavyo mbinguni. Neno la Mungu ni kama mvua inayoshuka kutoka mbinguni. Haleluya. Mvua ikishuka kutoka mbinguni ikainyeshea nchi, mvua hairudi. Neno linalotumwa na Mungu kwa maisha yako halitarudi mpaka limefanya Mungu alichokituma kwako. Haleluya. Neno ambalo Mungu anatuma jioni ya leo kwako lisirudi. Naongea habari ya nguvu ya neno. Neno ambalo linaachiliwa kwako ni kama mvua. Nasema ni kama mvua, halitarudi. Isaya 55 mstari wa 10 na ule wa 11. Isaya 55 mstari wa 10 na wa 11. Maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyweshea ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Amen. Nasema nataka mstari umeshasema neno langu halitarudi bure. Neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu halirudi bure. Unaona hiyo kitu eh? Naongea neno linalotuma kutoka mbinguni juu ya maisha yako halitarudi bure. Paka limefanya kile Mungu alichokikusudia kwenye maisha yako. Kwa hiyo kama umetumiwa neno la kukutoa, neno lilobeba baraka yako, kufunguliwa, kuinuliwa. Haleluya. Kukutoa kwenye magonjwa, hakuna mtu anaweza kulizuia hilo neno. Hata nguvu ya giza haiwezi kulizuia hilo neno. Limesukuma na nguvu ya utendaji mpaka limetenda makusudio ambayo Mungu amelikusudia. Nabii anasema nalo litafanikiwa. Hebu sema nalo litafanikiwa. Ukilishika neno likituma rafiki yangu linakuja na kufanikiwa. Nalo litafanikiwa. Hicho kinachotamka juu ya maisha yako nacho kikafanikiwa kwa jina la Yesu. Hilo neno linaloachiliwa kwenye maisha yako likabebe na mafanikio ya maisha yako. Naongea na mtu hapa. Neno. Naongelea na nini? Neno. Neno ambalo linatumwa na Mungu halirudi. Kama mvua inavyoshuka kutoka mbinguni isivyorudi. Imenyeshea nchi kaloana na theluji na umande.
halafu ikaloana, mtu akapanda mbegu, ile mbegu ikazaa. Neno linalocho ndani ya moyo wako ambao umetifuliwa vizuri ni kama mbegu, linaota ndani ya moyo wako ni kama mbegu, alirudi mpaka limezaa kitu kwa jina la Yesu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Moyo wako ni shamba, moyo wako ukitifuliwa, naongelea moyo uliotifuliwa. Haleluya, neno la Mungu linadondoka hapo kama mbegu, panakuja na theluji au umande, ili lifanyeje? Lipate unyevu liwote. Na kwambia kinachodondoka ndani ya moyo wako, Roho Mtakatifu akisaidie kidondoke mahala pazuri, kimee na kiote. Hiyo mbegu imee na iote. Ikimea na ikiota, ninakwambia hicho Mungu alichokusudia kitakuwa kwako kwa jina la Yesu. Haleluya. Halo. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu analituma neno lake. Kiu yangu, natamani sana watu walijue neno sana. Natamani watu walijue neno la Mungu sana. Na kati ya mtu ambaye shetani anamuogopa sana ni mtu anayelijua neno jumlisha kuomba. Hawa mtu mwenye vitu viwili, neno, maombi. Naongelea neno na nini? Maombi. Ukinijua tu neno likiwa hapo, haliwezi likafanya kazi mpaka hawepo na maombi. Changanya kulijua neno sana, changanya na maombi hapo. Ninakwambia wewe utakuwa sio mtu wa kawaida. Nakwambia ukisimama kuzimu utajua kuna mtu amesimama. Hata kabla hawajakufahamu, ukiingia kwenye mtu watu wanajua kuna mtu ameingia hapa. Ulimwengu wa roho unaanza kukutambua. Ninakwambia hujajua tu. Ukiingia sehemu ambayo ina nguvu za giza, ulimwengu wa roho unaanza kupata viindicate ya kwamba kuna nguvu imekuja hapa ambayo sio ya kawaida. Maana ulimwengu wa roho unajua kuna kitu kimekuja hapa sio cha kawaida. Mungu akupe hiyo kitu kwa jina la Yesu. Halo. Bwana Yesu ape sifa. Nimejifunza sana. Nimeenda mikoa mingi sana kuhubiri Injili. Nikifika tu, kabla yote naombea ile eneo la pale. Naambia Mungu nilinde na eneo la hapa na miunga ili eneo hapa. Na roho za wenyeji hapa mpaka nitakapotoka hapa. Haleluya. Nimejifunza nikifika kabla ya chochote lazima nipaweke wakfu. Naambia Mungu niko hapa siku 7. Naombea ili eneo lote. Ufalme wako ukae upande wangu hapa. Ufalme wa Mungu ukae kwenye hii ardhi kwa kipindi ambacho nitakuwa hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Na siku moja nikafika tu. Ile nimefika tu. Kwa kule Ifakara, nafika tu kule. Haleluya. Wakakaa kikao. Kile kikao kilikuwa ni kizuri lakini ni kibaya. Kwa na macho ya kiroho ni kuzuri. Haleluya. Asema timu gani ya kumpikia mtumishi? Wakaja mama, mimi. Wakaanza tutakae na watu wa maombi watakao mpikia mtumishi ili wakipika na huko anatiombea. Haleluya. Sema mle jikoni. Akaingia na mchawi mmoja, wenzake asijue. Mimi siku nilipoingia nikaambiwa kesho na ndio chakula kiko hivi, kimefanya 1 2 3. Bwana Yesu apewe sifa. Mbingu tayari ikaleta. No. Subiri naletoa ndizi za kukaanga vizuri na likombe likubwa la maziwa. Yale makombe makubwa sana inaitwa father cup, yale makubwa yale. Kinywa moja tu basi. Baba mtumishi, tumekuletea maziwa. Kuna kahawa hapa. Si na nini hapa? Na kokoa hapa, si utapenda kipi? Viko hapa. Karibu jisikie nyumbani. Jisikie mbona tumekuja kukumaliza hapa. Na karibisho kwa ndani kuna waka moto namna hii. Haleluya. Wakaomba. Hebu sema wakaomba. Roho ameshika kile kikombe, nikainua kile kikombe sana. Asante Baba mbingu na nchi, umenipa hii riziki. Na achilia damu ya Yesu, kile kikombe kikatopoka hapa chini. Yale maziwa yakamwagika hapo chini yote. Nikaambia sema najua kutunza watumishi, mbarikiwe. Halo. Wakakusanyana pale. Asema hatukubali. Tufanyiane check up hapa. Mharibifu ndani yetu ni nani? Halo, asema mtumishi, hatuendi kokote. Hawa tulioko hapa na walioko jikoni wakaitwa waje hapa. Hapa barazani pa wanyufu wa moyo hapa. Haleluya. Mnatakaje tuombe bana tumjue nani mwenye roho ya uharibifu humu ndani? Wewe kwani ungefanyaje? Wenzako wamechacha. Afanye mama ni wakasema hatutaki ujinga hatutaki. Kitaeleweka sasa ni nani mharibifu humu ndani.
Tushikane mikono tumshukuru Mungu. Mimi sikumshukuru Mungu tu. Tunaabudu tumefika katikati. Tumeabudu tumefika katikati. Mmoja kalipoti chini ndi. Mimi ndio niliyepewa uchao kuja kumuua mtumishi. Na nani? Na wenzangu wako huko. Nini? Akihubiri mpaka akiisha kuondoka hapa vitu vyote vitaharibika. Kwa hiyo tumalizaga na yeye mapema. Mmemjasema tumemfuata mpaka huko anakotoka Tanga. Tumemfuatilia kwa ulimwengu wetu, tumemjua. Tulikuwa tumalizie na ajali Mikumi. Ile basi tuliomkatia tiketi akakataa, akaja na basi na nikatio basi fulani, nikafika pale Morogoro nikakataa, nikapanda lingine kwa nauli yangu. Ninakwambia ninakwambia Mungu akupe macho yako ya rohoni na yatiwe nuru kwa jina la Yesu. Nakuombea hayo macho yako ya kiroho. Nasema na macho yako ya kiroho. Mtu nifikiri ungesema amina. Na nifikiri mtu mmoja akasema amina. Naomba macho yako ya rohoni yatiwe nuru. Ninakwambia hivi, macho yako ya nuru macho yako ya moyo yakitiwa nuru. Wewe sio mtu wa kawaida. Nakuombea macho yako ya moyoni yatiwe nuru, macho yako ya kiroho. Nasema macho ya nini? Ya rohoni. Baba hapo Morogoro kuna basi fulani tumekuwekea na tiketi hapo. Siti namba fulani. Naingia na bega usiingie kwenye hiyo basi. Na mimi nikasema Mungu ambaye usiingie, sinaenda kwenye huduma, najua kuna vita, nikashuka. Na mfukoni kuko vizuri. Kapanda basi lingine. Haleluya. Lile likatangulia. Tunafika pale nimekula mweleka huko mbugani. Wanashangaa. Anapiga simu. Basi kwa nenda huko limepata ajali. Basi nina mtumishi wetu ambaye alikuwa anakuja. Jamani. Wanashangaa anashuka na begi na briefcase. Wewe Bwana Yesu apewe sifa. Kila silaha Isaya 54:17, Isaya 54:17, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila mpango mkakati utakaopangiwa usifanikiwe juu yako kwa jina la Yesu. 20:26, kila silaha, hebu sema kila silaha itakayofanyika juu ya maisha yako haitafanikiwa. Haleluya. Kila silaha itakayoinuka haitafanikiwa. Kila silaha itakayoinuka. Isaya 54:17, kila silaha itakayoinuka. Na kuombea rafiki yangu, hata wale wanaokuchawia, kila silaha itakayoinuka, iwe ni ajali ya kutengenezewa, huwa anataka kukuharibia mtaji, kila silaha itakayoinuka juu ya maisha yako isifanikiwe, mbingu na nchi isikie. Naongea na mtu leo jioni ya leo, kila silaha itakayoinuka kwako sifanikiwe kwa jina la Yesu. Halo, naongea silaha, hebu sema silaha. Kila silaha itakayoinuka kwenye maisha yako itafanikiwa. Amen. Haleluya. Kwa hiyo cha kwanza aliponikosa kule kwenye nini? Kwenye ajali. Wasema tunaye tu, tunampaka kwenye upishi. Tutamkuta hapa kwenye maakuli hapa. Halo? Mungu akaniulia mtumishi fulani, hiki chakula hapa utakula tena hapa. Twende ukakae nyumbani kwangu. Hiki tafuteni watu wako hapa. Akakama tutaleta sema leo pesa. Sishinde kumtunza mtu mmoja siku 7 ndio sadaka yangu. Nikaenda kukaa mahala na amani. Badala ya kuombea maugani na nini, niombe na mkutano kwa jina la Yesu. Unaonaje unaombea mkutano huku naombea kule kwenye masufuria? Bwana wewe, si kazi. Ili nyoke na kazi moja iliyonipeleka tu kule. Ili niite ufalme wa Mungu ushuke, Mungu ahudumie watu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Huku unajiombea, huku unaombea huduma, huku unaombea na masufuria. Bwana wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe hujajua tu. Ulituma neno lake likapate kuwaponya watu na kuwatoa kwenye nini? Hali ya kuangamia. Halo? Na hiyo Isaya 54:14 anasema utathibitika katika haki. Utakuwa mbali na roho ya kuonewa. Kila mahali unakandamizwa. Ofisini ni mtu wa kuonewa, hapa ni mtu wa kuonewa. Biblia inasema utathibitika katika haki. Utakuwa mbali na roho ya kuonewa. 2026 kwa jina la Yesu. Ukawa ni mwaka wa kuthibitika. Yaani uthibitike hata kama hujai mbingu ikuthibitishe. Watu wakikataa mbingu ikuthibitishe kwenye haki. Wewe sio mtu wa kuonewa bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ulituma neno lake. Anasema uko nalituma neno lake likapate kuwaponya. Naomba sema neno lake linalotumwa na Mungu ni kama mvua. Na likitumwa na Mungu halirudi mpaka limeleta mafanikio kwako. Amesema maombi hapa. Anakutumia nini? Neno linasukuma na nguvu ya maombi. Sasa unajua kuja kwenye maombi. Jaja kuchukanya umekuja maombi. Tumepishana sasa. Si ndio inakuaje rafiki yangu? Mwambie si inakuaje leo. Tengeneza kwanza moyo wako. Hapa kwenye moyo
Kituo cha kwanza, Mungu akija anakuja kwenye moyo wako kwanza. Mungu akitaka kukutendea, Mungu anaanza kushughulika na moyo wako kwanza. Moyo wako ukilipokea neno la Mungu, nakwambia na uponyaji unakuja na maombi yanakuja na mengine unajibiwa. Naongelea nini? Naongelea nini? Sema macho ya mioyoni yatiwe nuru. Moyo. Nini? Moyo. Jifunze kusoma sana neno la Mungu na kuomba. Utakuwa sio mtu wa kawaida. Tulishangaa tulitoa sadaka ya Biblia hapa, mmeviacha, mko hivi. Hebu mzee ndio yako tuko hivi hivi. Cha kuandika hatuna, cha kusoma hatuna. Kwa zile Biblia tutapeleka makanisa mengine huko pembezoni. Tulitoa box ngapi hapa? Yule aliyepona mshoto atoa sadaka ya Biblia hapa Agano Jipya. Mchungaji, kuna aliyechukua? Wewe peleka Makuyuni na Mswaa huko. Pelekea makanisa mengine huko akachukue. Haleluya. Jumapili beba ile maboksi kagawe makanisa mengine huko. Zimekaza na miezi wenda 3, hakuna mtu aliyefuata hata mmoja. Beba. Hata wakipewa vingine hawatachukua. Si unaona Mzee. Mtu umeombea mtu hapa akatoa sadaka. Watu wakapiga piga hofu wakaviacha. Sasa wanaotaka hizo wafuate wazee wa kanisa waandike majina wachukue. Hakuna alienda. Sisi vilikao 5 tu. Tunafundisha hapa, watu hawana Biblia. Hii mistari unaenda kuitunza wapi? Hata ukiandika unaenda soma wapi? Hii ni ya bure imekuja. Sasa sikiliza. Biblia nzima inauzwa 35 mpaka 50. Umekataa ya bure, sasa itabidi ukanunue Biblia sasa. Kiagano Jipya, nusu Biblia umekikataa. Halo? Tunafanyaje mzee? Cha bure wamekataa. Sasa unawalazimishia rafiki yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Halo. Shetani anamuogopa sana mtu anayelijua sana neno. Hata Yesu alipojaribiwa, alipofunga siku 40, Shetani alimfuata akamwambia, "Amuru mawe yawe mkate." Yesu akamwambia, "Imeandikwa, mtu ataishi kwa mkate." Akamwambia, "Toka Shetani." Kuna mahala pengine utakemea pepo. Likija ngine mwambie tumepewa mamlaka ya kukukanyaga na kukusikina pepo kwa jina la Yesu. Maombi ndio ameisha, si imeandikwa? Wewe soma, mwambie tumepewa mamlaka kukanyaga nyoka na nge shetani na kukanyaga kwa jina la Yesu. Sio toka pepo, kama hata moto. Hatuhitaji mengi namna hiyo. Mwambie kama ni shetani na mapepo na majini, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na kukanyaga kwa jina la Yesu. Ndio maombi ameisha. Yasa litamkie hilo pepo neno kanyaga. Katika ulimwengu wa Roma ilisikina, kesi imeisha. Sasa huo mstari hata ujui uko wapi wewe. Tumepewa mamlaka. Haleluya. Ya kukanyaga. Ndipo mamlaka juu ya nguvu za giza. Wasa sio siku nyabaki nganga, ndio mmekuja mshindo, ndio mmekuja tena. Mwambie Biblia inasema kila saa itakayoinuka itafanikiwa. Umeinuka usiku utafanikiwa kwa jina la Yesu. Halafu simwambie ushindwe. Haleluya. Kuna mama mmoja nampenda kwa sehemu fulani. Kuna mtu alikuwa anamsotea nyumbani kwake kila siku. Yule mama akaomba hivi, "Yesu na akuvunje kiuno kwa jina la Yesu. Ili usisote tena siku nyingine." Akiamka asubuhi anakuta kuna mtu anafanya kwenda na makalio hivi. Anasema, "Mtumishi tumemkuta, tumuwasa hapo hapa au tumfanyeje?" Haleluya. Watu wanaojua kulisimamia neno. Wewe kila siku waja tu. Wewe sikiliza, tamka neno. Tafuta neno la kumnyosha yule anayeshughulika na maisha yako. Unalisimamia hilo neno. Ukilitamkia na Mungu analiangalia hilo neno, linaenda moja kwa moja kama upanga. Haleluya. Hivi leo tunachofundisha hapa. Na leo tunachofundishana hapa jioni ya leo. Kuna yule mzee wa kanisa hapa. Angekuwepo ningemuinua. Sasa mama paka alikuwa anatushuhudia tu, mapaka analia kwa wow. Kama mapaka mkufe. Sema asubuhi nakuta kuna mapaka amekufa huko uani. Kwa hiyo maana ameua vifaa vya watu. Basi usimwache mwanamke mchawi kuishi. Wewe si mpaka uwe na neno la kusimamia ili Mungu atende. Kwa siku, wamekuja amenifanya baba. Baba amekuja amenifanya. Baba nini.
Tunatengeneza askari wa Yesu hapa. Huko mnakoenda misajini mkapambane. Wanaenda Fune nuru yao ikaonekane. Wanaenda hapo mjini kati nuru yao ikaonekane. Wafanye biashara nuru yao ikaonekane. Walioko ofisini Yesu wako wakaonekane. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwambia hivi, unaposimama lazima watu wamjue Mungu wako hata kama hawataki. Haleluya. Wewe unakuja tu kila siku anakupingia makamasi, wanakusotea tu kila siku watoto. Si tumbo zongo, kitumbo kimekuwa kikubwa kama ngoma, leo umefanywa hivi, leo biashara imeharibika. Wewe. Hivi unajua kwa tumepewa mamlaka? Mume zako unajua tu tuna mamlaka? Hivi unajua kwa tumepewa mamlaka? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. 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 Wewe umepewa mamlaka kubwa sana. Mungu anasubiri tu uliishi neno, alafu mbingu ile upande wako. Lakini sasa Mungu akikuangalia, haki yako ujui, wewe ni wakulialia mbele za Bwana. Baba, angalia leo wamenifanya tena na hivi. Tena wamekuja tena baba, na usiku wamefanya na hivi tena. Baba, yani wewe kazi yako ni kulia tu na kupeleka mashtaka. Sasa anasema nao nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nao nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Yesu ni mzuri. Ukijua kulitumia jina la Yesu vizuri, wewe sio mtu wa kawaida. Ninakwambia hivi, ukilijua kulitumia jina la Yesu vizuri, ukaliishi, ukasimama na neno vizuri, jumlisha maombi, wewe sio mtu wa kawaida. Nakwambia hata usiposema, ukipita tu wanajua falme amepita. Besa sisi ni uzao wa kikuhani. Sasa nisiende kwenye somo lingine, lakini nikusaidie. Mbingu inakutazama hivi, wewe ni uzao wa kikuhani na uzao wa kifalme. Ndio kitabu cha Petro kinavyosema, haraka Petro. Sisi ni uzao wa kikuhani na uzao wa kifalme. Naongea uzao wa kikuhani na uzao wa kifalme. Sisi watu wa miliki ya Mungu, sisi watu wa kawaida. Nasema hivi, mnaelewa ninachofundisha leo? Unaelewa ninachokufundisha leo? Haleluya. Sasa wakati naongea hivi, huko ndani wakati nafundisha hivi, kuna mtu mwenye shida ya mguu wa kulia unauma vibaya, kwenye nyao unawaka moto. Kuna uponyaji wako kwa jina la Yesu. Sasa ninapofundisha kuna mtu nasemeshwa na mguu unawaka moto sana. Kwa mtu apokee uponyaji. Nasemeshwa juu ya mtu mwingine wa pili. Tuna mtu sasa nafundisha, moyo wako umesimama mzito, kama kuna kitu kimekupana kwenye moyo kama kifuniko, huo moyo ukakuachie kwa jina la Yesu. Nasemeshwa habari ya watu wawili. Yuko humu ndani. Haleluya. Haleluya. Neno, ongeza kwa neno. Mwambie neno. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Utafuteni uso wake siku zote. Tazama, wewe ni Bwana. Simama. Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Tazama, wewe ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote usiloliweza? Je, kuna neno usiloliweza?
una neno gumu lolote usilo liwe. Shika na sadaka yako, tunakwenda kwenye maombi kwa ajili ya kile ambacho kimepita madhabahuni jioni ya leo, ile nguvu ya neno la Mungu ya kuondoa giza ndani yetu na kuleta nuru idhibitike kwenye maisha yako siku ya leo. Shika sadaka yako mahali ulipo. Shika sadaka yako mahali ulipo. Funika macho yako kutafuta utulivu na chochote kisikuondoe kwenye uwepo. Fuatisha maneno haya na baadaye nitakuacha uombe kwa kadiri ya Roho atakavyotuongoza. Sema, Mungu Baba, Mungu Baba, ninakushukuru kwa neema kubwa ulioiachilia jioni ya leo juu ya maisha yangu. Nimeona pendo lako na nimejua hakika ya kwamba unanipenda. Ni jioni ambayo nimesikia ya kwamba ipo nguvu katika neno lako kwa habari ya kuniondolea kila giza ndani yangu na kuleta nuru. Wakati mwingine nimeishi na giza ndani yangu, na ndiyo maana kuna mambo ambayo kwa wewe na mapenzi yako ilikuwa niyaone, lakini mimi na maisha yangu sijayaona yale mema ambayo unapendezwa nayo ya kwamba niyaone. Kwangu mimi imekuwa ni ngumu kuonekana jioni ya leo. Nikiambatanisha na sadaka yangu, ninahitaji ile nguvu ya neno lako iniondolee kila aina ya giza linaloyakabili maisha yangu, giza la afya, giza la uchumi na kila namna ya giza la kiuadui lililotanda, lililoakamia maisha yangu jioni ya leo, jioni ya leo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, itume sasa nguvu ya neno lako kwenye maisha yangu, iniondolee kila giza, kila giza liachie maisha yangu, liachie maisha yangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakemea kila giza kwa ile nuru itokayo katika neno la Mungu. Neno la Mungu liwe taa yangu siku ya leo na wakati wote wa maisha yangu, linimulikie kwenye njia zangu. Giza liondoke, giza liondoke, giza liondoke, giza liondoke, na mikwamo ya kimaisha iondoke kwenye maisha yangu. Mungu Baba, Yesu Kristo, wewe uliye neno ulivyofanyika mwili, ulikaa ndani yetu jioni ya leo. Kaa ndani yangu, kaa ndani yangu, uniondolee taabu zote, mateso yote kwa uweza wako. Wewe uliye neno, Yesu, Yesu, fanyika mwili jioni ya leo. Kaa ndani yangu, niondolee taabu zote, magumu yote na shida zote, magonjwa yote, maradhi yote, umasikini, udhaifu. Kwa uweza wako uachie sasa maisha yangu, uachie sasa maisha yangu. Chochote kile kinachoyandama maisha yangu kuyatesa na kipambanisha leo na wewe Yesu uliye neno. Yesu, 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 ondoa ndani yangu roho za mikwamo na kushindwa. Ondoa leo, ondoa leo pale niliposhindwa kwa miaka iliyopita. Mwaka huu nipe kuweza, nipe kushinda, nipe kushinda kama neno lako Mungu Baba linavyoniambia ya kwamba una uwezo wa kulituma neno lako juu yangu likaniponya na likanitoa
kwenye maangamizi. Jioni ya leo neno lako linitoe taabuni, matesoni, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kumwambia Mungu, ninahitaji jioni ya leo neno lako linitoe kwenye taabu zangu na mateso yangu yanayoniandama, yanayonikabili. Hiyo nguvu ya neno ishuke kwapo jioni ya leo, uione hiyo nguvu ikikutoa kwenye taabu, kwenye maangamizo. Ndio Yesu, fanyika sasa kuwa ni neno, watoe watu wako katika taabu na mateso yote yanayoandama katika jioni ya leo. Wamesikia nguvu ya neno lako, jinsi linavyookoa, likawaokoe na wao kama ulivyowaokoa wengine kwa neno lako. Kuna wakati ulitamka na ikawa. Jioni ya leo na iwe kwao, na iwe kwao wanaoteseka na shida mbalimbali, taabu mbalimbali, na iwe kwako kwa neno la Mungu, na iwe kwako, na iwe kwako. Hautakwama tena, ni kuendelea mbele. Na iwe kwako kwa neno la Mungu, hautashindwa tena, hautatembea kwenye laana, kwenye mateso, hautaishi tena katika uvuli wa magonjwa. Na iwe kwako kwa neno la Mungu, na iwe kwako kwa neno la Mungu, hautatembea kinyonge. Na iwe kwako, na iwe kwako kwa neno la Mungu, na iwe, na iwe, na iwe, na iwe, na iwe. Yesu aliye neno apite ndani yako, akutengeneze, aache shuhuda, akutendee, akuondolee shida zote kule nyumbani kwako, akuondolee taabu zote kwenye biashara yako. Na iwe, 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 na iwe. Kila giza lililotanda kwenye maisha yako jioni ya leo inaanua huo utando kwa neno la Mungu, kwa neno la Mungu. Utando wa hali ngumu ulianza nayo Januari, ninauanua leo, utoke ukuachie, utoke ukuachie. Wengine nasikia wameanza Januari na majaribu mazito, utando wa majaribu ukuachie na uanua hayo majaribu, yakimbie, yaachie maisha yako, yaachie maisha yako. Unaanza Januari na kuinukiwa, hiyo roho ya kuinukiwa kwa neno la Mungu ninaizima chini, kwa neno la Mungu ninazima chini hiyo roho ya kuinukiwa. Achia, 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 achia. Hautakuwa na mwaka wa kilio na maombolezo. Ndio, kwa jina la Yesu, kilio na maombolezo vikuachie, vikuachie, vikuachie. Kwanza kuinukiwa, vikuachie, vikuachie. Vinavyopiga kelele masikioni mwako, achia, 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 achia. Kwa neno la Mungu tunaamuru taabu zote ziachie, 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 ziachie. Maisha yako yakombolewe, maisha yako yawe huru. Pokea uponyaji, pokea neema juu ya neema kwa jina la Yesu. Na sadaka hizi Bwana tulizozinua ziwe ushuhuda, dhabihu ya jioni ya leo iwe ushuhuda ya kwamba tumekataa giza, tumetaka nuru yako kwa neno lako. Giza likimbie kwenye maisha ya watoto wako, na iwe nuru, na iwe nuru, na iwe nuru, na iwe nuru. Kwako kukawe salama, nuru ni usalama, nuru ni usalama. Kwako kukawe salama kwa jina la Yesu. Hatari iondoke, hatari iondoke, usalama utawale kwenye maisha yako kwa jina la Yesu.
Kristo wa Nazareti. Baba, tunakuinua kwa kuwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Usemapo Baba, imekuwa, nasi tunajitabiria leo ya kwamba imekuwa kwa kadiri ya ulivyonena. Katika jioni hii ya leo, pokea sadaka za watoto wako zikawe ni alama na ukumbusho mbele zako. Wabariki, wajalie kwa kadiri ya haja za mioyo yao, wapate kupokea, wapate kutendewa, kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen.